Kupitia mashine hii msikilizaji, huu naweza nikasema kwamba ni utajiri tosha, kwa sababu hata mimi pia si mwongeaji tu, bali naitumia hii mashine katika uzalishaji wa sabuni zangu zote za liquid. Sasa katika video ya siku ya leo nimekuletea namna ambavyo unaweza kutengeneza shilingi milioni 2 kwa mwezi mmoja kwa kutumia mashine hii kwa ajili ya kuzalisha bidhaa zako za kijasiriamali na ukapata faida hiyo. Hiyo ni faida tu msikilizaji ambayo unaweza kuitengeneza kwa mwezi. Na iko namna hii, nitakupeleka hatua kwa hatua. Awali ya yote nimekuandalia hicho kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Naitwa Mwalimu Almas kutoka Lodness Enterprises. Ukitaka kujifunza zaidi, ukitaka nikuagizie au nikutumishie hiyo mashine popote ulipo, au nikupe utaratibu wa kujifunza ujasiriamali hatua kwa hatua, aidha unahitaji nakala ya kitabu cha Miliki Kiwanda Chako, kwa sababu ndani yake pia nimeandika bidhaa nyingi, procedures za uzalishaji, vipimo na vitu vingine ambavyo vitakuongoza na kukusaidia pia. Msikilizaji, tunaassume kwamba wewe una mtaji wa shilingi 76,000. Mtaji wa 76,000 katika ujasiriamali una uwezo wa kutengeneza lita 76 za maji kwa formula zangu mimi. Lita 76 za maji ni sawa na dumu 16 hivi za lita 5 za sabuni. Na kawaida kabisa kwenye sabuni ya maji ukitumia formula zangu mimi, ukiwekeza shilingi 100,000 katika mtaji unapata faida 100,000, kwa jumla unakuwa 200,000. Ukifanya production ya shilingi 76 hii ambayo tunaizungumzia, ukapeleka sokoni bidhaa zako, ukauza zote, ukalipwa au hujatapeliwa, unapata shilingi 76,000 nyingine kwa upande wa faida. Kwa ndivyo ilivyo. Sasa tunachukua 76,000. Hasa nyuma ya hapa lazima uwe na vifungashio kama vile madumu. Utanunua madumu 16 ya lita 5. Madumu mazuri unaweza kununua yale ambayo ni transparent au yale ambayo hayaonyeshi kitu kilichopo ndani. Unaenda kwa designer, anapima lile dumu, anamwambia nitengenezee sticker ambayo itafunika uso mmoja wa dumu langu. Mnakubaliana, anaweza ka design kwa shilingi 15,000 au 20,000, lakini design inafanyika mara moja. Baada hapo nakuprintia kopi nyingi ambazo utabandika kila dumu. Huo ni mwanzo unaanza. Kwa hiyo baada ya hapo utakuwa na brand yako. Unaweza kaamua bana, labda sabuni yangu mimi niite dhahabu au niite gold multipurpose soap. Baada ya hapo sasa unaenda kwenye production. Unachukua ile 76 yako. Kwa hiyo utakiwa uwe na balance kidogo, hii nyingine ya sticker na madumu kama labda 35. Hii 76 ibaki kwenye raw material tu peke yake. Nataka nikuchanganulie vizuri kabisa. Hii 76 ukienda kwenye duka la malighafi, nitakuelekeza duka la malighafi kulingana na mkoa ulipo wewe la karibu, ambalo watakuuzia kwa bei rafiki ili na wewe ukizalisha upate faida, kwa sababu changamoto kubwa nyingi ya wajasiriamali wananunua malighafi kwa bei kubwa kiasi kwamba akija kufanya production ikaenda sokoni anapata faida ndogo sana au asipate. Mwisho wa siku anauchukia ule ujasiriamali. Sasa unachukua ile 76 ambayo ni faida ambayo inazalishwa kila siku. Hatuchukui mara 30, tunachukua kwa siku 27. Tunaondoa zile labda Jumapili hizo Jumamosi unapumzika. Kwa hiyo unachukua 76,000 ambayo ni faida per day, unazidisha kwa siku 27. Kwa pale utapata kitu kama shilingi milioni 2 na 52,000. Kumbuka kwamba hii ni faida ambayo utakuwa unaitengeneza per day. Mwanzo unaweza kuwa mgumu, lakini jitahidi sana. Kadiri unavyozidi kufanya zaidi, unatengeneza wateja wapya na wengi zaidi. Kwa mwisho wa siku utapata faida zaidi ya hiyo pia.